Ndugu zangu katika imani, ninakuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaendelea na darasa ya tafsiri katika surati Yunus. Tuko katika aya ya 71. Kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watulu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Wasome, soma juu yao, yani wasome. Soma juu yao, yani wasome. Naba Nuhin. Naam. Watulu alaihim naba Nuhin. Wasome habari ya Nabii Nuh. Na naba, habari hapa imeitwa kwa jina la naba. Naba ni habari kubwa. Kwa lugha ya watu wa i'lam, watu wa media wanasema ni breaking news. Haitu hivyo isipokuwa inakuwa ni habari kubwa ambayo inapotokea huwa inakatisha vipindi vingine inasoma habari hiyo, ndio inaitwa an-naba. Kwa hivyo an-naba ni al-khabaru al-azim. Wasomee na habari ya Nuhu. Imeitwa ni kubwa kwa sababu ndani yake ina mafundisho makubwa mengi. Habari ya Nuhu, idh qala liqaumihi, kumbuka alipowaambia watu wake, ya qaumi, enyi watu wangu, in kana kabura alaykum maqami, ikiwa limekuwa ni jambo kubwa kukaa kwangu pamoja nanyi. Kabura alaykum maqami, limekuwa ni jambo zito katika nafsi zenu, hamtaki kukaa na mimi. Na hii ni kawaida ya watu waovu, huwa hawapendi kukaa na watu wema. Na ndio maana walisema mtoeni nani? Mtoeni Lutu na watu wake katika kijiji chetu. Manabii walikuwa wakifukuzwa katika miji yao, na imekuwa ni suna mbaya ya watu wabaya wakiwafukuza walinganiaji wa dini katika miji yao, kwa sababu wanawakera na wanawaona wanawaharibia mudi ya kufanya madhambi. Na Nuhu akaliona hilo na kwa kuwa walikuwa wanampangia njama mbaya wamuue, kwa hivyo akawaambia, ikiwa makazi yangu pamoja nanyi limekuwa ni jambo zito, watadhkiri biayati Allah, na kukumbusha kwangu kwa aya za Mwenyezi Mungu limekuwa ni jambo zito juu yenu, fa ala Allahi tawakkaltu, basi nimemtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa nini aseme basi nimemtegemea Mwenyezi Mungu? Kama imekuwa ni kero makazi yangu pamoja nanyi, nimemtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kule kukereka hakukuishia kukereka tu, kulikuwa kuna mipango mibaya ya kumua, mipango dhidi yake ya kumua. Ndio maana akasema fa ala Allahi tawakkaltu. Na hii ndiyo kinga na hifadhi ya kwanza na ya juu kabisa ambayo mu'min anatakiwa awe nayo katika kujikinga na shari mbalimbali. Kumtawakali na kumtegemea Mwenyezi Mungu Jalla waala ni tendo la moyoni. Kutawakali ni i'timadul qalbi ala Allah, ni moyo kumtegemea Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Nini maana ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla? Yani pamoja na kufanya sababu ambazo zinaruhusiwa kuzifanya kisheria, kama kuweka mlango, kuweka ulinzi, kukwepa kupita mahala penye hatari, pamoja na hizo sababu ambazo zimehimizwa kisheria, lakini iwe yeye hazitegemei hizo sababu. Anasema nimetekeleza wajibu wangu tu, kufunga mlango, kutengeneza geti imara, kuweka walinzi, nimetekeleza wajibu wangu wa kisheria. Kuna wajibu wa kiimani. Kuna wajibu wa kiimani ambao ni kumtegemea Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Mtu asiegemee kwenye asbabi, kwenye miundombinu aliyofanya inayomsaidia, ambayo ni sababu ya kupata kitu fulani, asiegemee hiyo miundombinu. Allah anachukia mtu akitengeneza geti lake imara akasema kwa geti hili na kwa kufuli hili
niko salama. Sisi Allah anachukia. Allah anaweza akakaa pembeni akakuachia na geti lako. Nasema ngoja tuone geti lako. Manitakala ala shay'in wukila ilayhi. Yeyote ambaye anategemea kitu, Allah humwacha na hicho kitu chake. Na Allah akikutupa mkono na kitu chako hakitakufaa. Kwa hivyo atawakkulu ni i'timadul qalbi maa al-akhdh bil asbabi, pamoja na kuchukua sababu. Usiseme tu moyo wangu namtegemea Mwenyezi Mungu alafu uchukui sababu. Lazima ufanye sababu. Ndio wanawachuoni wakasema ambaye atategemea sababu, tegemezi si jambo la moyoni, fadhalika qadhun fi aqidatihi, hiyo ni kasoro katika aqida yake, katika imani yake kidini, ni kasoro katika imani. Wa man taraka al-asbab, yani man ya'tamidu ala al-asbab fadhalika qadhun fi aqidatihi, ambaye anategemea sababu hamtegemei Mwenyezi Mungu, hiyo ni kasoro katika itikadi yake. Sio kosa kufanya asbabi, lakini kosa kuzitegemea asbabi badala ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Mtu amewekeza mtaji wa kutosha, location nzuri, amechagua biashara sahihi katikati ya mji, kwenye eneo hasa linalotakiwa. Watu wote wataalamu wa biashara wakiulizwa wanasema hapa ndio penyewe, na huu mtaji unatosha, na hizi bidhaa amechagua sahihi katika location hii, na amefanya matangazo, alafu akasema kila kitu kitaenda safi, huku kamsahau nani? Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Hadha itakala ala al-asbabi, huyo ametegemea sababu. Anayetegemea sababu fadhalika qadhun fi aqidatihi, hiyo ni kasoro katika itikadi yake. Sio kufanya asbabi ni kasoro, lakini kuzitegemea ndio kasoro. Wa man taraka al-asbaba, na ambaye anaacha asbab, fadhalika qadhun fi sharia, hiyo ni kutia kasoro sheria ya Mwenyezi Mungu. Sababu unajua kwenye dini kuna itikadi na sheria, si ndio? Maana mnasemaga kuna nguzo za imani, itikadi hiyo, na kuna nguzo za Uislamu, sheria hiyo, matendo. Sasa kutegemea asbabi ni kasoro katika itikadi, na kuacha asbabi ni kasoro katika kufuata sheria, kwa sababu sheria imekwambia weka mlango, kama kunahitajika ulinzi weka ulinzi, kama kunahitajika kubadilisha njia usipite huku, pita huku. Hayo ni maelekezo ya sheria. Kwa hivyo ili upatie kwenye akida na sharia, fanya asbabi, lakini usitegemee asbabi, mtegemee nani? Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Na Allah ana muamala kwamba mtu akitegemea sababu, Allah hujitoa. Kwa sababu hiyo ni shirki. Kwa sababu hiyo nini? Ni shirki. Kumtegemea Mwenyezi Mungu ni tauhidi, na kutegemea vitu ni shirki. Ni shirki kivipi? Kwa sababu hii ilikuwa ni nafasi ya Mwenyezi Mungu kutegemewa. Ukiingiza kitu kingine kwenye nafasi ya Mwenyezi Mungu, hiyo ndio inaitwa shirki. Allah anasema ana aghna shurakai ani shirki, mimi sihitaji ushirika. Man ashraka ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu, yeyote ambaye anamshirikisha mwingine pamoja nami, mimi huwa ninajitoa. Na hiyo ndio sababu kubwa sana ya mambo yetu mengi kufeli. Mtu anaweza kuwa yuko bright, mwanafunzi maskini ya Mungu, yeye na wazazi wake na wapambe wake wakawa wanasema tu, bwana huyu ni daktari mtarajiwa sio muda mrefu, huyu ni kadha, huyu ni kadha, na huku hawasemi insha Allah tunamtegemea Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akitaka, sio Allah atawacha na jambo lao, hautajua hata kipaji kimeyeyukia wapi. Kwa hivyo kutegemea, kuacha tawakkuli ni mchawi mkubwa wa mambo yetu mengi yanafeli kwa sababu hiyo. Na mtu akimtegemea Allah, inaweza kuwa sababu yake ni duni tu, Allah akatia taufiki. Hujapata kuona hapa mjini kuna maduka makubwa yamefunguliwa mazuri kabisa kwenye location nzuri na mtaji wa kutosha, alafu unashangaa baada ya muda duka hilo alipo kuna mtu mwingine yuko na frame ile. Huenda sababu haya mambo ya nani? Mambo ya siri, sio?
huenda katika kasoro ni nini? Sababu kuna biashara inakufa unaiona kabisa mbona iko sawa kabisa. Kwa hivyo kwenye kumkhalifu Mwenyezi Mungu Azza Jalla, mtu anaweza kuharibikiwa na jambo lake. Usiwe unaona sababu za kisayansi tu. Inaweza kuwa kuna sababu za kidini. Wewe unaamiliana na miamala ya riba, au unadhulumu watu, au mtaji wako ni wa dhulma, au unadanganya kwenye biashara yako, au kwa upande wa akida hukumtegemea nani? Hukumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kutegemea vitu ni kasoro katika akida, na kuacha kufanya sababu ni kasoro katika kufuata sheria. Yote ni makosa. Laisa kadhalika. Kosa lipi kubwa zaidi kati ya mtu mmoja darueshi analala tu nyumba wazi, haweki mlango, sema namtegemea Mwenyezi Mungu? Huyo ameacha asbabi, sio? Kafanya kosa. Lakini kwa upande mmoja pale kwenye neno lake namtegemea Mwenyezi Mungu, kasoro haiko hapo, kasoro iko kwingine, ujue. Yani huyu tukimkosoa sio tunamkosoa kwenye neno lake namtegemea Mwenyezi Mungu, tunamkosoa kwenye engo nyingine. Huyu namba moja. Namba mbili, ameweka ukuta wa kutosha na magrili na manini, alafu akasema hapa mwizi hapiti. Bwana, kwa hali hii Mungu amemsahau kabisa. Wote wana makosa, si ndio? Huyu kaacha jambo alitakiwa atekeleze, na huyu kaacha itikadi alitakiwa awe nayo ya kumtegemea Allah. Yupi mwenye kosa kubwa zaidi? Chukua kanuni, makosa ya moyoni ni madhambi ya moyo ni makubwa zaidi kuliko madhambi ya kiwiliwili. Yani nafuu huyu darweshi aliyelala mlango wazi, kosa lake ni dogo kuliko alosema mimi hapa sipati madhara yoyote kwa sababu nimefanya sababu za kutosha. Yani huyo. Na ambaye ni yuko sahihi katika huu mlango wa tawakkuli ni yupi? Aliyechukua asbabi kwa mwisho wa uwezo wake, kisha akamtegemea nani? Mwenyezi Mungu Azza Jalla. Ndio maana hata kwenye kunusuru dini, kwenye kufanikisha dini, Allah amesema wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, andaeni kwa ajili ya maadui kiasi muwezacho cha nguvu. Yani Allah anataka ufanye mwisho wa uwezo wako kwenye kuimarisha mlango wako na kwenye biashara zako na kwenye mipango yako, mwisho wa uwezo wako, alafu mtegemee nani? Mtegemee Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Kwa hivyo kwa maana hii basi, mtu akiwa ataenda kufungua duka mahala sio pake, akasema namtegemea Mwenyezi Mungu, pia ana nini? Ana makosa. Na kama vile kwenye vita vya Hunain. Asante. Kwenye vita vya Hunaini ni vita ambavyo kimahesabu siku hiyo ndio walijiandaa, walivunja rekodi masahaba ya maandalizi ya vita. Yani haijapata kutokea katika historia tokea Uislamu umeanza kutangazwa na tokea wameanza kupigana. Angalia zile mara zingine ambazo walikuwa wako duni sana, sio duni kidogo, duni sana, walishinda kwa sababu walikuwa wana nini? Wana tawakkuli. Sasa maelezo haya hapa yatatusaidia kati ya kutawakkali kwa moyo na hizi asbabi na miundombinu ya nje, ipi ambayo ina athiri matokeo zaidi, ipi inayoleta matokeo zaidi? Angalia maandalizi yao huko nyuma yalikuwa ni madogo sana. Kwa mfano katika vita vya Badr ilikuwa wao wako 300 na kitu, maadui zao 1000. Hawa ni watu ambao wamehamia Madina, wameacha uchumi wao Maka, kwa hivyo hawako vizuri kiuchumi. Kwa hivyo licha ya idadi ndogo, lakini maandalizi pia yako duni. Makafiri wana confidence kwa sababu wale wametoka 1000 na bado dunia nzima ni makafiri. Hawa Waislamu waliotoka ndio hao tu. Kwa hivyo kisaikolojia pia hawako vizuri, sio? Simbaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Mwenyezi Mungu, amenyosha mikono mpaka kitambaa kilemba kimedondoka nyuma, mpaka Abubakari akamhurumia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema Allahumma in tuhliki hadhihi alhisaba falan tu'bada ba'da al-yawm. Mwenyezi Mungu ukiangamiza watu hawa yani akiwemo na yeye,
hautaabudiwa tena. Yani Waislamu ndio hao tu. Kama kuna watu wamebakia nyumbani wachache sana, yani idadi ya Waislamu kwa mukabala wa makafiri dunia nzima, acha hawa walioko mbele yao. Allah aliwanusuru hata kwa gharama ya kuleta malaika. Laqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adhilla. Allah alikunusuruni katika vita vya Badri na nyinyi mlikuwa madhalili. Dhalili kwa idadi, dhalili kwa maandalizi, hata shibe hawajashiba kama wale makafiri walioshiba ambao wamefunguliwa dunia. Ikaja katika vita vya Hunaini ndio wako vizuri sana kwa kila kitu, mpaka kwa idadi wamewazidi, kwa silaha wamewazidi, vifaa kama vile vipandwa na vyakula na kila kitu. Sasa kikawaida mwanadamu akiseti mambo yake vizuri huwa yuko kwenye riski gani unajua? Kwenye riski ya kutegemea mipango yake badala ya kumtegemea nani? Mwenyezi Mungu. Ambaye mipango yake duni huwa yuko kwenye nafasi nzuri ya kumtegemea Allah. Yule ambaye calculation inasema mambo yake yamekaa safi, ndio huwa hapo inaweza kuingia hayo madhaifu ya kutegemea hivyo vitu badala ya kumtegemea Mwenyezi Mungu. Masahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakaathirika na hili, wakasema la nughlaba al-yawma min qilla, hatutashindwa leo kwa sababu ya uchache. Ni Mwenyezi Mungu akupenda hilo neno. Kumbe mtashinda kwa nguvu zenu, sio kwa nguvu zangu na uwezo wangu na msaada wangu. Ngoja tuone. Ndio walipigwa vibaya kuliko vita vyote. Wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum. Kumbukeni katika vita vya Hunain mlipostaajabishwa na wingi wenu, falam tughni ankum shay'an. Angalia hili neno, ule wingi haukusaidia chochote, sio tu haukusaidia labda asilimia fulani, chochote. Wadhaqat alaykumul ardu bima rahabat, dunia ikawa ni finyu kwenu, uwanja ukawa ni mfinyu kwenu, wakati uwanja ni mpana. Unajua ukizidiwa unaona hapatoshi, sio? Hata Waswahili wanatumia hili neno hapatoshi, yani ukibana panakuwa hapatoshi. Wadhaqat alaykumul ardu, ardhi ikawa ni finyu, bima rahabat, pamoja na kwamba ni pana. Thumma walaitum mudbirina, kisha wakakimbia. Walipoona wanashindwa, taban nyoyo zitarudi kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu azza jalla, ndio nusura ikarudi. Nyoyo ziliporudi kwenye tawakkuli ndio nusura ikarudi. Kwa hivyo hujubu ni mbaya sana hii, kujisikia ni kitu kibaya sana. Na tawakkuli ni katika imani, tawakkuli ni katika imani, ni katika amali ambazo anazipenda sana Mwenyezi Mungu azza jalla. Na ibada hii imetajwa katika ibada za mwanzo kutajwa katika Qur'ani. Ile aya ya kwanza katika Qur'ani nini? Ni bismillah, sio? Ya kwanza katika mpangilio wa msahafu nini? Ni bismillah. Bismillah imebeba tawakkuli kwa sababu imebeba dua, na anayeomba ndani yake ana nini? Min dhimni ad-du'a, yani yujad fihi at-tawakkul, inapatikana at-tawakkul. Kwa hivyo akawaambia, yani fa'ala Allahi tawakkalt, ndio silaha kubwa Nabii Nuhu ameikimbilia baada ya kujua watu wana mipango ya kumuua. Mimi nilipata kuona tukio moja kwenye habari, nadhani tawakkuli ilimuokoa mtu huyu ambaye ilikuwa auawe. Amekamatwa na tukio la wizi, kibaka. Yani sijui kama ni kibaka kweli, lakini watu wamemchukulia ni nani? Ni kibaka. Na washampiga mawe na yuko chini na wamenyenyua mawe. Mtu mmoja yuko mita moja tu kati ya huyo mtu aliyelala chini, amelala chali, anaomba msamaha. Mtu amebeba tofali, akamwambia nakuua. Yule mtu alisema kwa hisia, yule anaambiwa nakuua. Na kweli mtu alivyolinyenyua ili hata asipolirusha akiliachia tu linamuumiza. Akamwambia nakuua. Akasema kwa hisia, huwezi kuniua. Anayeua ni Mwenyezi Mungu peke yake. Haya sio maneno ya kujipretend katika sura kama ile. Hawezi kuwa anazungumza neno la imani la kujipretend, sababu wote watu wamemzunguka, na watu kwenye fujo kama hiyo walao ni moja. Hata anayetaka kukusaidia hawezi kukusaidia. Alafu yeye anasema anayeua ni Mwenyezi Mungu peke yake. Ujue walimwacha wala hawakumpiga.
Mimi nikasema ile nini, ile tawakkuli ilishiba katika viwango vyake, kwamba ishu ya kufa mtu iko katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Huwezi kuniua, anayeua ni Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo yule bwana akatoka salama salmini. Nabii Nuh alayhi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam alitishiwa na watu wake, akasema nimemtegemea Mwenyezi Mungu. Akasema fa ajmi'u amrakum. Ajmi'u inatokana na aljam'u, kukusanya, kama vile kusanyeni jambo lenu. Neno hili moja limebeba maana mbili ndani yake, yani jipangeni mkubaliane wote. Sio kwamba watu wamekubaliana alafu wana mvutano, alafu wale ambao hawajafiki watakuja waharibu mpango. Mimi nasema kubalianeni wote, ajmi'u amrakum. Hiyo ni katika maana ya nini? Ajmi'u ni katika maana ya aljamu. Na katika maana za aljamu ambazo zinaingia kwenye hili litamko moja, kusanyeni mbinu zenu zote, msibakisha hata moja, za kutekeleza hiyo njama ya kuniua. Yani jiandaeni mwisho wa kujiandaa. Angalia thika ya tauhidi. Wa shurakaakum, na pia sio nyinyi tu, muombe na miungu yenu, au naleteni na miungu yenu iwepo. Wao si wanaamini kwamba miungu inasaidia. Kwa hivyo chukueni sababu zenu za kidini, za dini ya ukafiri wenu, na chukueni sababu za kuwa wote mmekubaliana, hamjapingana, na chukueni sababu zote. Thumma la yakun amrukum alaykum ghumma, kisha lisiwe jambo lenu juu yenu ni siri. Yani fanyeni dhahiri. Manake kama ni siri, unaweza kuwa unavizia ukasema nimekosa fursa ya. Kwa hivyo fanya waziwazi, fanyeni waziwazi. Hakuna tena sababu ya siri, kwa sababu wote simekubaliana. Thumma qudhu alayya, kisha nimalizeni. Wala tumdhiruni, wala msinibakishe. Yani mimi muda wa kuwa nimemtegemea, yani somo, muda wa kuwa mtu amemtegemea Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ukweli wa kumtegemea hapo sasa, kwenye ukweli wa kumtegemea. Maanake ni tendo la moyoni, sio tendo tu la kusema nimemtegemea Mwenyezi Mungu, ni tendo la moyoni, sio tendo la kujipretend. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi, lau kama nyinyi mnamtegemea Mwenyezi Mungu ukweli wa kumtegemea. Allah tujalieni katika wenye kutawakali, sababu hatuwezi kuwa na tawakkuli bila ya msaada wake. Hili jambo gumu. Lau kama mnamtegemea Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ukweli wa kumtegemea, hii ina adi wapi? Ina adi katika ile nukta kwamba tawakkuli ina athari kuliko matendo. Angalia ndege, kwa tawakkuli yao wanaruzukiwa kirahisi kuliko sisi na mbinu zetu na sayansi zetu. Usiangalie nini, usiangalie riziki yake ni ya bei gani. Namna ya kuruzukiwa kwake ni rahisi sana. La razaqakum kama yarzuqu at-tayr, angeliwaruzuku kama ambavyo wanawaruzuku ndege. Kwa hivyo mushkili hauko kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, huko kwetu sisi ya jamaa. Sisi kuna mambo mengine anatupataga, tunamtupia mzigo Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajibu dua, Mwenyezi Mungu hajanusuru waumini, Mwenyezi Mungu hajafanya kadha na kadha. Sisi wenyewe ndio hatujatekeleza, sababu Allah anasema wa aufu biahdi ufi biahdikum, tekelezeni ahadi yangu, mimi nitatekeleza ahadi yenu. Faliyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun, waniamini mimi na waniitikie mimi, kwa hakika watatengenewa na mambo yao. Sio, unaona Sheikh, sisi mushkili. Kuna Sheikh mmoja alizungumzia, nakumbuka ilikuwa ni muhadhara katika Mahadi Kisauni. Kuna Sheikh mmoja Misri alikuja kutoa speech katika ukumbi wa chuo. Nakumbuka mpaka leo alizungumzia da'wa na matatizo yake, na akaonesha kwamba matatizo yatakuwa sio matatizo kama watu walinganiaji watakuwa ni wakweli
La, akasema laisa hunaka aqabat wa inma alaqabatu indana. Hakuna vikwazo sisi wenyewe tunavyo, viko ndani yetu. Vikwazo vya ndani yetu vikiondoka, mbele vikwazo vitaondoka. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah habadilishi yale yaliyoko kwa watu mpaka wabadilishe yale yaliyoko kwa wao. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anaamiliana na sisi kwa mujibu wa yale yaliyomo katika nafsi zetu. Unadhani kwa nini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla aliturekodia hii habari ya Nabii Nuh? Kwa sababu sisi hatukuwepo. Alafu akakata hiyo clip Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akatuletea. Ilikuwa maana yake ni nini? Kwamba Nabii Nuh anawaambia watu wake, jikusanyeni wote msibakishe mtu na mkubaliane, na kusanyeni mbinu zote msibakishe mbinu. Alafu katika utashi isiwe kwamba tunataka kumdhurudhuru kidogo, utashi wenu uwe ni kummaliza kabisa. Umeona hiyo? Kisha msinibakishe. Anasema sina wasiwasi, mimi nimemtegemea Mwenyezi Mungu. Allah maana yake sio aliyotusimulia ni Nabii Nuh, aliyotusimulia nani? Ni Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Maana yake Allah anatuambia kama mnaweza kufikia level hii ya tawakkuli na kunitegemea, nitaamiliana na nyinyi kama nilivyofanya kwa Nabii Nuh alayhi salatu wassalam. Miundombinu haitendi vizuri kama hakuna tawakkuli, na ikitenda huwa yani mwishoni kuna kufeli. Thumma la yakuna amrukum alaykum ghummatan thumma qudu alayya wala tunziruni, kisha nimalizeni wala msinibakishe. Yani baada ya kuwa nimetawakkali kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, sina wasiwasi. Ndugu zangu, Nabii Nuh alayhi wa ala nabiyina afdhalu salatu wassalam ni katika manabii, au ni nabii aliyefanya da'wa muda mrefu zaidi kuliko manabii wote katika wale tuliopewa taarifa zao. Lazima tuseme hivi, kwa sababu kuna manabii Allah amesema wapo taarifa zao hazikutajwa. Minhum man qasasnahum alayka wa minhum lam naqsushum alayka. Kuna katika manabii ambao tumekutajia habari zao, wengine hatukukutajia. Na kwa hivyo kulimit idadi ya manabii wako 125 ni makosa. Sababu kuna manabii hatukutajua majina yao wala idadi yao. Na watu wakatoa faida hapa, wakasema kama wewe una mchango wako katika dini alafu Waislamu hawajakujua, hiyo isikuumize. Kuna watu wamefanya kazi kubwa katika level ya unabii na wala hawakutajwa. Inatosha kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anakujua kwenye jambo ambalo unalifanya. Angalia katika matatizo ya harakati zetu, tunaweza kuwa tunafanya harakati, tuko wengi, hamna mtu anaweza kufanya kazi peke yake, sio? Lakini katika kufanya harakati, iwe ni kazi ya dini au sio ya dini, huaga sio wote tunapata majina. Hati kuna watu ambao wanapata majina, kwa hivyo inakuwa sisi wengine kama tunambeba mwenzetu na tunampromote, sio? Ibilisi anaingiaga hapo hapa, bwana na we jiengue katengeneze taasisi yako. Unaona unajulikana fulani tu, wewe hata hujulikani. Au unaona kwenye speech au kutajwa, unaona pale kwenye picha au kuitwa kupiga picha. Haikudhuru ya akhi, muda wa kuwa nani? Allah anajua. Allah alisema nini katika ile aya? La ta'lamuhumullahu ya'lamuhum. Kuna watu katika harakati wewe huwajui, Allah anawajua. Allah alikuwa anatibu hii ugonjwa huu wa moyo, kwamba mbona mimi sikutajwa, mbona mimi. Kama unafanya kazi kubwa kweli, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anajua. Na je, Allah akijua peke yake watu wote hawajatambua? Weka upande mmoja. Upande wa pili watu wote wametambua, mashaallah, salafi, athari, mtu wa da'wa, kadha, wamekukubali kwa 100%, tujalie hivyo. Lakini kwa Allah hauna hiyo mizani. Tumesema kuna mtu mmoja hajulikani, lakini kwa Allah ana mizani. Ipi bora jamani? Tumesema Nuh ni katika manabii waliofanya da'wa muda mrefu zaidi katika manabii ambao tumetajiwa. Huwezi kujua, pengine kuna nabii amefanya kazi miaka 2000. Nuh alifanya kazi miaka 950. Hiyo
950 sio umri wake. 950 ni kazi ya da'wa, sababu Allah alitaja 950 kama nukta ya kuwalaumu wale watu kwamba wamelinganiwa muda mrefu. Kwa hivyo haiwezi kuwa ni ile miaka ambayo sio ya da'wa ya umri wa Nabii Nuh kabla ya utume. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman faakhadhahum at-tufanu wa hum dhalimun. Tulimpeleka Nabii Nuhu miaka 1000 kasoro 50. Watu hawa wakachukuliwa na tufani. Tufani ni yale mafuriko ya maji yaliyotoka juu na chini kwa ajili ya kuangamiza wale, kwa sababu ya kukaidi dawa ya Nabii Nuhu alayhi salatu wassalam. Somo gani hapa tunajifunza? Masomo ni mengi, lakini kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hana haraka kama haraka zetu, na ndio maana alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa imma nuriyannaka ma na'iduhum au natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum. Tukiwaadhibu hawa watu ambao wanakufanyia jeuri wewe na wanafanutia vikwazo katika dawa, na waumini wanatamani hawa watu wafe haraka au wadhuriwe au wapate adhabu, Allah anasema mimi naweza nikawaadhibu mbele yako na wewe uko hai ukaona, au naweza nikachelewesha adhabu mpaka umekufa, aliyekudhulumu bado yuko hai. Kwa hivyo usije ukasema bwana mtu amemdhulumu mtu mwingine wakaishi huku huyu aliyedhulumiwa anaomba dua yake na wewe unaona haijajibiwa, wewe dhalimu unaona haijajibiwa, halafu baadaye yeye muomba dua ndo anaanza kufa, wewe unadunda unasema kafa bwana, kafa yeye mwenyewe. Wewe usiseme hivyo bwana, ukadhani kwamba kesi imekufa. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anaweza kumwacha dhalimu muda mrefu. Maneno haya yameingiaje kwenye clip yetu ya kisa cha Nabii Nuh? Kwa sababu Nuh anawalingania watu wake na wanafanya inadi, na mtu anafanya inadi kuanzia kijana mpaka anazeeka, anakaribia kufa, anamshika mjukuu wake mkono, anampeleka kwa Nuh, anamwambia unamuona huyu mzee mwanga huyu, usije ukamfuata. Anaondoka, anarithisha hiyo hiqdi, na Allah ameacha mpaka miaka mingapi? 950. Fa akhadhahum tufan, baada ya 950 ndio akawaadhibu. Almu'minu baina makhafataini, baina ajalin qad madha la yadri ma Allahu sani'un bihi wa baina ajalin qad baqi ma yadri ma Allahu qadhin fihi. Mu'min kwa ilmu hii huwa anaishi baina ya hofu mbili, yani hofu ya nyuma na hofu ya mbele. Ya nyuma anaogopa yale yaliyopita, je, kesi imeisha au kesi bado iko tu pending? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla la yumli lidhalim, mtu anaweza kufanya makosa akampa time ndefu. Ndio maana mu'min anatubia tu kwa sababu anajua kuna makosa yamepita na yajua, mengine siyajui, huenda mbele matokeo yake yatakuja. Kwa hivyo anaogopa yale yaliyopita katika makosa yake, na anaogopa wakati uliobakia hajui Allah atamkadiriaje. Nabii Nuh alikaa muda mrefu na watu wake. Qala ta'ala watlu alaihim naba nuhin, wasomee watu habari za Nabii Nuh. Idh qala liqaumihi, alipoambia watu wake, ya qaumi in kana kabara alaikum maqami wa tadhkiri biayati llah, enyi watu wangu, ikiwa limekuwa jambo gumu, yani shida, ikiwa imekuwa shida, kama utatumia Kiswahili, ikiwa mimi kuwa na nyinyi imekuwa shida, maqami wa tadhkiri, na kukumbusha kwangu, biayati llah, kwa aya za Mwenyezi Mungu, fa ala Allahi tawakkaltu, basi nimemtegemea Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Tawakkuli ya Nabii Nuh hapa inaonekana imeambatana na kitu kingine, kwamba yeye amejitahidi kutekeleza haki ya Mwenyezi Mungu. Mnanichukia kwa sababu nakumbusha kwa aya za Mwenyezi Mungu, basi nimemtegemea Mwenyezi Mungu. Fa ajmi'u amrakum, kusanyeni jambo lenu. Hilo neno tumesema limebeba maana mbili, yani jikusanyeni wote na kusanyeni sababu zote, kwa sababu ajmi'u inatokana na neno aljamu, sio? Na aljamu wal muwafaqa, ajmi'u amrakum
wa shurakaakum, na kusanyeni washirika shurakaakum, miungu yenu ya kishirikina, au shurakaakum, wasaidizi wenu wote, sio? Thumma la yakun amrukum alaykum ghumma, kisha jambo lenu lisiwe ghumma. Ghumma ni jambo la siri, ndio maana imekuja katika habari ya mwezi, fa in ghumma alaykum fakmilu iddat sha'ban 30 yawman, ikiwa mwezi utakuwa haukuonekana. Kwa hivyo ghumma yani jambo lenu lisiwe siri, fanyeni waziwazi, kwa sababu ukifanya waziwazi unajiachia, tofauti na kufanya siri siri. Thumma uqdu alayya wala tunziruni, kisha nimalizeni wala. Kwa hivyo alqadha ina maana katika maana zake katika Qur'ani imekuja kwa maana ya nini? Ya mauti, kama ilivyokuja katika kauli yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, mtu anajuta akhira baada ya kuwa ameambiwa aende, amehukumiwa kwenda katika moto wa jahannam, akasema ya laitaha kanatil qadhiya, natamani lau anna almautata kanatil qadhiya, angelikuwa yamemaliza kila kitu, yani ingekuwa nimekufa, sio nilionja mauti alafu niko maisha ya akhira, ingelikuwa nimekufa moja kwa moja. Thumma qudhu ilayya wala tunziruni, kisha ni malizeni wala msinibakishe. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajri, ikiwa mmekengeuka, si kwa sababu, si kwa kasoro yangu, fama sa'altukum min ajrin, sija kuombeni ujira, sio kwa kikwazo labda cha kulipia. Hapa Sheikh Ridwan, hapa watu watakuja waseme, sasa mashekhe, kwa nini mnasomesha dini na mnapewa posho? Sababu kuna mtu mmoja alishika nukta amelalamika na anakaribia kumtoa mwalimu wa madrasa katika dini, kisa anakusanya 200 za watoto ili ajikimu. Kule kujikimu, kwa sababu sio malaika, huyu ni binadamu, kule kujikimu, akipata pesa kidogo, akiacha matumizi nyumbani, ndio haendi kuendesha bodaboda, atakaa madrasa asomeshe, sio? Sasa ikawa anatangazwa hiyo ni kasoro. Moja katika dalili zinazoweza kudaiwa madai ambayo si sahihi, kwamba nabii anasemaje, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajri, kama mtakengeuka ni kwa kasoro yenu wenyewe, sio kwa sababu mimi kuna kikwazo kwamba mimi nakuombeni nini ujira. Kwa mujibu wa aya hii ni vizuri daia awe anapata posho upande mwingine na anawafikishia dawa ni watu wengine. Hiyo ni aula, hiyo ni nini? Hiyo ni bora, hiyo ni bora. Lakini ulama wamezungumza maneno katika nukta hii, wakasema halipu, hata huo hauitwi ni ujira. Yani mkimpa posho mwalimu wa madrasa sio ujira, anasema ni nini? Ni kifungo, kwamba bwana wewe si unataka kwenda, kama vile ametoka na vifaa vyake anaenda kulima au anaenda sokoni, mnamwambia njoo rudi, ambia sasa, anasema sasa, na maneno hayo ni kweli, kwamba nisipokwenda huko ninakwenda watoto wangu watalala na njaa. Hapana, chakula hiki hapa, rudi somesha watoto wetu, tupa majembe. Jamani, kwenye zile adilla zinazozungumza habari ya kuchakarika na kutafuta riziki na kwamba jambo hilo lina fadhila, yustathna min hadha almudarrisuna walaimma walqudha walulama, hakadha qalu, wanawachuoni wanavuliwa kwenye hiki kipengele. Yani kuna adila nyingi za Qur'ani zimezungumza juu ya fadhila za mtu kutafuta kipato kwa sababu yoyote, akenda kulima, akenda kufanya biashara, akenda kufuga. Lakini ulama wanasema isipokuwa walimu wa dini. Walimu wa dini wenyewe tena shekhe ni wachache, alafu hao tena yani ni wachache. Tukifungua madarasa inavyotakikana katika kila kona
mji sio, yani kila Muislamu anatakiwa asome elimu ya msingi. Maana yake tutafungua madrasa, walimu watatosha waliopo? Hawatatosha. Halafu tena sisi maamuma tujitie eti mbona hawafanyi kazi? Walitakiwa wasifanye kazi, yani kazi yao ni hii. Katika mambo yanachekesha jamani, naona kama darasa imekuwa sio ya tafsiri. Wanasema hivi kwenye kituo cha dini cha Kiislamu, tunasomesha hapa masomo ya dini, tumeweka na masomo ya ufundi na ili huyu mwalimu akitoka hapa awe anajitegemea, hategemei tu posho ya madrasa. Sasa akijitegemea akawa anasukuma tu randa, yuko juu ya bati, yule fulani Sheikh nani yule pale, yule nani yule ameweka nani kalamu masikioni, yuko na nyundo yake. Hasa akiwa kule juu ya makenchi madrasa, hicho kiti cha madrasa nani kakalia? Kuna jini mmoja amejifananisha na ustadhi ndo anasomesha huku madrasa. Hadha. Alafu mbona maneno hayo hamsemi kwa mwalimu anayosomesha physics na math na biology na semeni majina ya hizo elimu za secular? Mbona yule hamsemi? Inatakiwa pia awe ana nafani nyingine tena. Yule kwa ile taaluma yake tayari mnasema yuko kazini na ni haki yake kupewa kile anachopewa. Kwani huyu pia si mwalimu? Mwalimu wa dini? Hiyo hoja gani? Mbona yule hamsemi awe ana kipaji kingine tena, awe amekaa kule kwenye makencha anagongelea mabati? Mbona hamsemi hivyo? Mnasema hii fani yake ndio riziki yake itapatikana kupitia kusomesha kwake hesabu. Kwa nini huyu anasomesha qala Allah qala rasuli siwe riziki yake inatokea huko? Sababu mtu hawezi kujigawa, akienda huku atakuwa hayupo huku. Nani atasomesha watoto wetu? Na walimu ni wachache. Siku moja katika mahafali moja nilihudhuria, hiyo mimi nilikosa subira. Mmoja katika wageni rasmi ni mtu wa khairi, lakini alisema tu kwa makosa yani kutokuelewa. Tena madarasa yenyewe ya mabanati. Anasema mgeni rasmi sasa katika speech yake, mimi nitamlipa mwalimu kwa muda wa miaka 5 atakayekuja kuwafundisha hawa ufundi wa wiring ya umeme. Ufundi wa wiring. Jamani, mabinti wetu ambao wanatakiwa wakawe ni walimu wa dini na walimu wa kike ni wachache, alafu hao tena sasa wakenda sasa hawa na hawa lengo waliosoma mambo ya wiring, wengine ambao wakusoma dini wana tofauti gani? Nikasema mimi katika kalima yangu kwamba walimu wa dini wenyewe tangi hapo ni wachache, hasa walimu wa kike. Tunawasomesha ili wakajaribu kupunguza lile pengo la walimu wa kike. Alafu tena wawe mafundi wa wiring, tena wawe wanapanda kwenye makenchi ya watu, aitwe nyumbani kwa mtu akafanya mambo ya umeme huko juu, binti ya hii. Kwa hivyo nini masala haya kwa ujumla ulama wameyazungumza, wakasema kile ambacho tunampa mwalimu ni kifungo cha kumwambia usiende huko, njoo kaa madarasa usomeshe watoto. Na kweli alwaqi yashhadu lidhalika, uhalisia unashuhudia. Kuna walimu mimi na wafahamu wameshika bodaboda. Sisemi kama ni kazi mbaya, sio kwenye hiyo engo kwamba daktari wetu akienda, tuseme daktari wetu aende akae kwenye meza sokoni, sio kazi mbaya, sio. Tukiingia kwenye chumba kile kimeandikwa daktari namba 1, daktari namba 2, tukienda tukikuta kitupu pale, nani atatibia watu? Kwa hivyo ni issue ya mgawano wa majukumu jamani. Na ule mlango wa sadaka na mlango wa zaka si pesa na sadaka si pesa. Kama hazikufanya kazi ya kuwalipa walimu wa dini, yani kuwapa posho, zitafanya kazi gani? Zitakuwa zinawekwa msikitini zinachoma moto? Kwa hivyo kile anachopewa dai sio malipo, elimu yake haiwezi kulipwa, lakini hiyo inakuwa ni kumtuliza kwamba bwana usiende huko, sisi tutakosa mtu akusomesha
watoto wetu watakuwa wajinga kama sisi, watakuwa hawamjui Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo haipigani na hii aya inayosema hatukuombeni ujira jamani. Sio ujira. Alafu alhamdulillah walimu wa dini wanaridhika kwa kitu kidogo sana. Na sio kama nasema kwamba nawahamasisha watu wawape walimu mishahara ni posho ndogo. Lakini natoa tu taarifa. Unajua wengi wao wanalipwa 300,000. Wanaokwenda kwenye 400,000 wachache, wanaokwenda kwenye 500,000 wachache. Kuna baadhi ya taasisi hata kwenye mashule wanatofautishwa, wao wanapewa nusu au robo, wanapewa posho tena haiko rasmi, wanapewa posho. Kule madarasa tulisema jamani, hawa tunawapa pesa kidogo kwa sababu watu hawataki kuchangia, hawana mwamko wa kuchangia madarasa. Sasa hii ni shule na watu wanaleta wanafunzi kuliko kwa sababu ya hiyo fani ya nini, ya dini, bado pia mnawapa. Kusema kweli hii ni kudharau nini? Ni kudharau dini. Kwa hivyo haya ni maelezo ya ziada ya tafsiri tumeyasema kutokana na hili tamko la Nabii Nuhu, yani fa in tawallaitum, kama mtakengeuka, fa masaltukum min ajrin, sijakuombeni mimi ujira, in ajriya illa ala Allah, haukuwa ujira wangu isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wa umirtu an akuna minal muslimina, na nimeamrishwa niwe ni katika Waislamu. Na hii hapa ni message kwamba kwa mtu ambaye anasimamia kazi ya dini, ile aifanye tu ni sababu ya kumsupport yeye afundishe dini, isiwe ndio nia yake na lengo lake. Akiwa nia yake na lengo lake ni hiyo, atakuwa amekhalifiana na aya, na da'wa yake haitakuwa na baraka, da'wa yake haitakuwa na nini, na athari. Kwa hivyo angalia, kuna jambo linajuzu mkononi lakini halitakiwi liende moyoni. Inatakiwa hiyo aipokee, atumie, lakini hiyo posho asiweke moyoni kwamba mimi sitasomesha watu mpaka nini, mpaka nipewe posho. Na ndio jambo kubwa ambalo ameliweka mbele katika kazi yake ya dawa. Hiyo pia ni mushkili kwa walinganiaji. Huenda baadhi ya matatizo yanayopata walinganiaji kwa sababu ya hii kasoro ya nia. Kasoro ya nia, anafanya kwa sababu ya nini? Sababu ya posho. Kama anafanya kwa sababu ya posho, anaweza asiseme baadhi ya maneno kwa sababu yanawagusa baadhi ya watu ambao wanampa posho, lakini kama anafanya kwa ajili ya Allah, yani yeye anajua kwamba ni kiongozi wao hao watu ambao wanampa posho, ndio wananipa posho, Allah amewafadhilisha kwa hili, lakini mimi ni nani? Ni kiongozi wao, mimi ndio ambaye ninatakiwa niwaongoze. Kwa hivyo atasema yale yanayowagusa, sio kwa sababu ya kuwasema na kuwasuta, atasema katika hali ya kuwapenda na kuwaokoa, waepukane na ile mishkeli ambayo wanayo. Nabii Nuh akasema, aliposema in ajriya illa ala Allah, hayakuwa malipo yangu isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu, akasema wa umirtu an akuna minal muslimin, na nimeamrishwa mimi niwe ni katika Waislamu. Ndio wanasemaga ulama kwamba manabii wote walikuwa ni nani? Ni Waislamu. Na hayo majina ya Uyahudi, Unaswara ni majina tu, sawa sawa, lakini ule uhalisia wa njia yao ni nini? Ni Uislamu. Kwa sababu Uislamu ni kusalimu amri kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Manabii wote walikuwa nani? Waislamu. Lakini wanasemaga hivi, kuna maana ya Uislamu, kuna ma'nan aman, ma'nan amun wa ma'nan khasun. Kuna maana ya jumla na kuna maana maalum. Maana maalum ni huu Uislamu aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana ya jumla ni kila nabii alikuwa ni Muislamu, amekuja na dini ya Uislamu. Yani huu ni Uislamu ndani ya Uislamu aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo inajuzu kusema Uislamu amekuja na ameuleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inajuzu kusema hivyo. Wala hata kosolewa kaambiwa Uislamu si ulikuwepo huko kabla. Huo ni Uislamu kwa maana ya nini? Ya jumla. Lakini Uislamu kwa maana ya huu na ambao muongozo wake huko katika msahafu na hadithi, huo umekuja pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaysa kadhalika?
Naam. Wa umirtu an akuna minal muslimina, na nimeamriwa mimi niwe ni katika Waislamu. Fakadhabuhu, Allah anasema wakamkadhibisha, yani wakamwambia mrongo. Fanajainahu wa man ma'ahu fil fulki waja'alnahum khalaifa, tukamuokoa Nabii Nuh pamoja na wale waliokuwa nao katika safina. Manake Allah azza wa jalla na shortcut kisa cha Nabii Yunus alayhi salatu wassalam. Mwenyezi Mungu ilifika wakati akamwambia sasa, wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabtais bima kanu yafalun. Sasa hivi tunakupa taarifa kwamba hawataamini tena katika watu wako isipokuwa ni hawa tu walioamini. Hakuna idadi tena itakayoongezeka. Unajifunza nini hapa? Lau kama ingelikuwa kuna watu watakuja kuamini, Allah ameona, huenda Nabii Nuhu umri wake wa da'wa ungeongezwa kwa sababu ya hao kizazi kinachotarajiwa kuja. Ikiwa inasoma sifuri kabisa, yani katika jamii, yani watu wema, inasoma sifuri, yusha, yani inaogopewa kwamba Mwenyezi Mungu azza jalla analeta nini? Adhabu. Na ndio maana kiyama kitakuja wakati gani ujue? Wakati watakuwa wameisha watu wanaosema habari za Mwenyezi Mungu kabisa, ndio kiyama kitakuja. Kwa hivyo, kwa sababu hakuna tena wanaotarajiwa kuamini, ndio Mwenyezi Mungu azza jalla akaleta ile adhabu, akamwambia lan yu'mina min qaumika illa man qad amana, hawataamini isipokuwa wale ambao wameamini. Kwa hivyo tengeneza safina, Allah ataleta gharqa, maji, mafuriko ya dunia nzima, mafuriko ya dunia nzima. Mwenyezi Mungu azza jalla akamwelekeza nabii wake, wasna al-fulki biwahyina, tengeneza safina kwa maelekezo yetu. Maelekezo inaweza kuwa ni maneno yanateremka au yale mawazo. Ndio maana anasema hawa waliotengeneza hizi zana za sayansi na teknolojia wametengeneza kwa wahai wa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Kama alivyompa wahai nyuki, na wewe unafanya jambo unajisifu, kumbe yale mawazo yanakuja, sio? Pengine umelala, yanakuja mawazo mpaka unachukua notebook unaandika. Ile ni wahai wa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Kwa hivyo Nuhu alitengeneza, ikiwa Allah anampa mawazo na ufunuo, akatengeneza safina ambayo ilikuwa imetumia material ya mbao na misumari. Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur, tulimbeba Nabii Nuhu kwenye kifaa chenye mbao na misumari, akatengeneza. Sasa pale anapotengenezea ni kwenye nchi kavu, wala maji hayako karibu. Ndio meli huwa zinatengenezewa nchi kavu, lakini inakuwa karibu na nini? Na maji. Baadaye inasukumizwa kule. Nabii Nuhu yuko mbali kabisa na maji. Jamaa zake wakapita na kejeli zake, akamwambia mwaka huu tutaona mengi sana. Yani haijaja ili neno mwaka huu tutaona mengi katika kustaajabu. Yani unatengeneza safina kwenye nchi kavu. Nuhu anaendelea tu na misumari yake na nyundo zake, anasema intaskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kama mnatucheza shere bwana, maana ni Nuhu na watu wake wanasaidiana, na sisi tutawacheza shere kama ambavyo mnatucheza shere. Baadaye Mwenyezi Mungu azza jalla akaamrisha maji yakajaa, Nabii Nuhu akawaweka watu wake katika safina. Ndio hii hapa inatajwa, anasema fakadhabuhu, wakamkadhibisha Nabii Nuhu. Fanajainahu, tukamuokoa Nabii Nuhu, wa man ma'ahu fil fulki, pamoja na wale waliokuwa naye katika meli, katika safina. Waja'alnahum, tukamjalia Nabii Nuhu na wale watu khalaifa. Ndio khalaifa ni jamu khalifa, waliokuja baadaye. Yule anayekuja baada ya mtangulizi anashika nafasi ya yule aliyomtangulia, ndio anaitwa nani? Khalifa. Ndio maana Abu Bakari anaitwa khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Umar anaitwa ni khalifa wa Abu Bakar, au wote wanaitwa ni makhalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Allah anasema tukawajalia kuwa ni makhalifa, yani Nabii Nuhu pamoja na wale watu waliokuwa nao. Wa aghraqna alladhina kadhabu biayatina,
na tukawaangamiza wale, aghraqna, tukawazamisha. Al-ighraq ni kuangamiza kwa nini? Kwa kuwazamisha. Tukawagharikisha wale ambao walikuwa wamekadhibisha aya zetu. Fandhur kaifa kana aqibatu almundharina, angalia ni vipi mwisho wa watu walioonywa. Kwa nini ameseme? Kwa nini asiseme angalia ni vipi mwisho wa watu wabaya, watu makafiri? Kwa nini asiseme hivyo, akasema vipi mwisho ulikuwa wa watu walioonywa? Kwa sababu Allah analeta adhabu kwa watu walioonywa. Wama kunna muadhibina hata nab'atha rasula, hatakuwa ni wenye kuadhibu mpaka tupeleke mjumbe. Kwa hivyo inaweza kuwa mtu ameishi muda mrefu asiseme mimi nilikuwa naishi na ukafiri hivi hivi siku zote, unanitisha nini bwana? Ukishaonywa ndio matisho yanakuja sasa. Ukishaonywa matisho ndio yanafanya nini? Ndio yanakuja. Kwa hivyo Allah anasema angalia ni vipi ulikuwa mwisho wa wale watu walioonywa na Nabii Nuhu alayhi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Wakati mwingine Qur'ani inazungumza kisa cha nabii kwa urefu, wakati mwingine ni kwa mukhtasari. Kwenye ile mukhtasari ambayo tunazitumia kwa lugha ya leo ni kama klipu fupi, ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya yani huo mukhtasari unakuwa umelenga nukta za masomo. Hapa somo katika masomo tunayoona taban Qur'ani, amna mtu anaweza kufunga akasema masomo hapa ni kadha na kadha amemaliza. Tunasema katika tunayoyaona hapa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa anaamiliana analeta adhabu kwa watu ambao wamevunja amri yake. Yani akileta maagizo na akileta ujumbe atadili na nyinyi kwa vile mlivyopokea ujumbe. Hawa wameokolewa kwa sababu walipokea ujumbe, na hawa wameangamizwa kwa sababu walikosea, waliacha ujumbe. Hata kama sio kuangamizwa, Allah anaweza kudili na waliokataa ujumbe kwa kuwaletea majanga mbalimbali. Hata Qur'ani inasema dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi nnas. Unamfahamu maana ya dhahara? Yamedhihiri mabaya, uharibifu. Uharibifu yani kuharibika mambo. Maana yamedhihiri, yani sio kama mambo yakiwa yameharibika kidogo ni mpaka uyatafute. Yakiharibika sana yani ukitembea unaona tu mapungufu na kasoro nyingi. Mambo mengi yameharibika bima kasabat aidi nnas, kwa sababu ya madhambi yaliyochuma na mikono ya binadamu. Ndio message ya hiki kisa cha Nuhu. Kadhalika Allah akawaokoa wale kwa sababu ya toaa na akawaangamiza hawa kwa sababu ya maasiya. Na ikiwa hakuwaangamiza watu kwa sababu ya maasiya yao, lazima watapata moshi wa madhambi yao. Maswahaba walisikia kauli yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, man ya'mal su'an yujza bih, yeyote atakayefanya ubaya atalipwa. Wakasema ni nani atasalimika ikiwa Allah kila ukifanya ubaya, kila ukifanya ubaya? Mtume akawaambia kwamba Allah ni kweli anafanya hivyo, lakini amehafifisha. Ndio hayo mafua mnayoyapata na miba mnayochomwa. Kwa hiyo haya mambo ya mafua na mambo ya mapele na matete kuanga na manini ni katika nini? Ni Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla analeta kwa sababu ya makosa yetu. Ndio tukasema hata ukikata parachichi ukakuta lina matatizo. Kuna kipindi fulani mtu mmoja alikuwa ananipa zawadi ya embe. Unapewa embe zuri lakini halijaiva, ukiivisha likiva limejaa wadudu. Hiyo madhambi Sheikh. Ukitaka ulile halina wadudu ule bichi, liwe na uchachu. Hiyo ni nini? Hiyo ni madhambi. Hata kupungua kwa mazao ni madhambi. Mazao hayaendi bila ya dawa, mifugo haiendi bila ya dawa, ni madhambi. Sasa jamani, tusiwe tunatishana tu kunywa chai kwenye vikombe vya plastiki, na tuwe tunatishana tusile nyama. Tuwe tunaambiana pia, huenda hayo madhara unayoyaona kwenye plastiki na hayo madhara yanayotoka kwenye nyama, tuseme, tutumie lugha hii, yalikuwepo, Allah ameumba tokea zamani, lakini alikuwa anayablock kwa sababu watu wanamtii Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Watu wakimwasi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, anaachilia majeshi yake. Sio tu kwenye nyama, miili yetu imejaa wadudu chungu mzima. Allah akiwageuza wale wadudu, inakuwa mushkeli. Kwa hivyo haya madhara yamekuwa mengi, na
Huenda katika baadhi ya maneno madaktari wanasema kweli, lakini jamani, si kuna mlango wa madhara kuepushwa, si ndio? Kwani Allah anatuepusha na mangapi? Kwenye hewa tunayovuta, kwenye vitu tunavyoshika, na mara nyingine mtu kama anakula kitu kikavu hata anawi, kama pipi kwa mfano, anaimenya anaishika hajanawa, sio? Anakula. Tunakula vingapi? Si Allah ametuhifadhi? Hilo ni somo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, mnaweza mkala nyama na msipate madhara. Haya madhara mengine jamani ni kwa sababu ya maasiya. Ndio madaktari katika tafsiri zilizokuja katika kauli yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, fabidhulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathiran wa aklihim riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwala nasi bilbatil. Allah anasema hapa Mayahudi waliharamishiwa vitu vizuri. Tena hili neno limekuwa ni gumu, limewatatiza mufassiruna. Ni vipi waharamishiwe vitu ambavyo ni vizuri? Kwa sababu kikawaida mtu anaharamishiwa vitu ambavyo ni vibaya. Wanawachuoni wakataja tafsiri nyingi hapa. Katika zilizotajwa wakasema wataalamu wao wa fatwa, Allah ataziongoza akili zao, zitaelewa kwamba vitu hivi ni haramu. Kwa hivyo watawapa fatwa kwamba ni haramu, kumbe havikuwa na ubaya wote. Hiyo ukikonveti hiyo, hayo maelezo ukiyakonveti, kwamba unaenda kuuliza masala ambayo hayana dalili ya wazi, yanahitaji mwanachuoni ayatafakari, Allah anamuongoza kwenye majawabu ambayo yatakudhuru wewe kwa sababu wewe una makosa. Hiyo imekuja katika tafsiri. Konveti haya maelezo kwenye Allah atawaongoza madaktari wenu, watawatisha kwenye habari ya nyama na matunda. Mimi nimeona madaktari wametutisha kwenye kila kitu she. Labda huyo haufuatilii makala zao. Paka watu wakafanya utani, wakatengeneza, sijui ile ilikuwa katuni au kitu gani, kwamba friji ya Dr. Janabi imejaa maji matupu, hamna chakula. Yaani hiyo ilikuwa ni jokes, lakini ambayo inaendana na ukweli, kana kwamba madaktari wanatuambia maji tu ndio nini, ndio salama. Lakini ukila ndizi unaambiwa sukari, sio pipi. Ndizi ambayo Allah ameumba unaambiwa sukari. Paka tende pia wamesema sio salama, ambayo Mtume alikuwa anakula tende maisha yake yote, kwa sehemu kubwa ndio chakula cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na nini tena kingine? Asali pia, sukari, si salama. Ukija kwenye nyama, yani kama vile basi tu tufanyeje, ingewezekana msile kabisa. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ameumba miili yetu inahitaji vyakula, lakini pia kula ni una enjoy kwa kule tu, kula chakula ni unapata enjoyment, sio achilia. Na ndio maana kwenye Adamu aliambiwa kula kwa raha zako, kulu washrabu hanian, kuleni na kunyweni kwa raha zenu. Ndio maana ya hanian, enjoyment, sio? Sasa tusiwe tunaangalia tu jicho moja, na kwamba kuna madhara kisayansi. Inaweza kuwa Allah amejalia, au katika maana za haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum, tuliwaharamishia vyakula vya vizuri walivyohalalishiwa. Yani ndio kama hii lugha ya madaktari. Kila madaktari wakiangalia wanasema hii ina kadha bwana, acha bwana, hii ina kadha bwana, acha bwana, hii ina kadha bwana, acha. Maneno mengi. Sheikh Silia, wewe unaogopa kula nyama? Uongo. Sinakula kwa kichwa ngumu tu. Lakini umezungukwa na maneno. Yani unakula huku unaonesha vidole. Angalia, unakunywa soda, angalia bwana.
Angalia, unakula nyama, unakula mishkaki, angalia bwana. Yani sio jokes jamani, tunataka kusema hivi, tuwe tuna jicho la pili pia, kwamba mashakili zinazotupata pia Qur'ani inafundisha hivyo. Unaweza kuona sababu inatoka hapa, lakini sababu ni nyingine. Sasa mtu akakupiga kofi, kumbe kwa sababu wewe umemkosea Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, hilo kofi limetoka kwa binadamu. Lakini Allah kwa nini ameachilia hilo kofi? Kwa nini ameachilia hayo mawazo ya kunyenyua mkono na kupiga kofi? Mafundisho ya Qur'ani yanafundisha hivi. Kwa hivyo kuna watu tunapata madhara katika kilimo, tunapata madhara katika shughuli zetu, katika kazi zetu. Allah katika madhara ya leo jamani, tumewekwa bize. Maana yake nini? Huwezi kula, huwezi kulea familia mpaka uwe bize kweli kweli. Kuna watu anatoka, yani ni lazima atoke asubuhi sana arudi usiku sana, hata watoto hawamjui. Unadhania huu ni uhadi wake wa kusifiwa? Hii adhabu ya akhi. Adhabu hii usidhanie kama hii ni khairi. Hii ni adhabu tumeletewa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya makosa yetu. Nani ataniambia tumetoa wapi haya maneno mpaka tukaingia huko? Tumesema Allah amesema angalia ni kiasi gani yalikuwa maonyo yetu. Kasema yani hii clip ya Nabii Nuh alayhi salatu wasalam katika mazingatio yake ni kwamba inalinganisha kati ya muamala mzuri na Allah, yani ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kutaleta muamala mzuri kwa Mwenyezi Mungu, kumuasi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kutaleta madhara kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya matokeo ya maisha unavyoyaona, mazuri mabaya, namaanisha mazuri kwa maana yanayotunufaisha, madhara yanayotudhuru, yana mahusiano sana na kutekeleza amri na kuvunja amri. Yana mahusiano, yani tunaweza kusema kwa 100% kwa maana ya jumla, kwa maana ya jumla. Ila sasa ni ngumu, yani sio kwa maana yani kosa hili yani adhabu hii ni kosa hili, adhabu hili ni kosa hili, na kila aliyopata na mtihani basi anakosa. Yani sio kwa mchanganuo huu, lakini kwa maana ya jumla matatizo yanakuja. Inaweza kuwa wewe hauna makosa, lakini umepatwa na matatizo yaliyoko kwenye mazingira yaliyosababishwa na watu, si ndio? Kwani hata Allah akileta adhabu, si adhabu ina nani? Inawaenea na wale waliowema. Ila waliowema wanafidiwa. Mwenyezi Mungu sasa anawafidia akhera kwa kupata madhara ya adhabu iliyokuja ikawakumba watu wote kwa sababu ya watu wabaya. Watu wabaya inabakia kuwa ni adhabu kwao. Watu wema wanafidiwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Lakini kwa sura ya nje wamepatwa na madhara ama hawajapatwa? Kwa hivyo usije ukamuona mtu ana matatizo kusema huyu ana madhambi sana, usiseme hivyo, kwa sababu ukitaka kuchanganua kuna maelezo yake ya ziada. Kuna mitihani mingine watu wanapata kwa sababu Allah anawapenda, anataka kwa ugonjwa wapate pepo ya Firdaus, wapate daraja kubwa peponi. Acha mwili udhurike kidogo. Hiyo calculation si hata binadamu anafanyaga. Kwa nini mtu anafanya kazi kwenye mazingira yanayomuumiza? Sio? Kwa sababu anapiga calculation kubwa. Hiyo Allah huwafanyia waja wake. Hiyo kanuni Allah huwafanyia waja wake. Wengine sio wana madhambi, lakini ni Allah anawatakia kheri. Na hapa niseme wanawachuoni wametaja alama ya kama nini alama ya mtu ambaye amepata mitihani, amepata na matatizo. Ni mtihani na Allah anampa, amemfeva, yani matatizo lakini Allah amemfeva. Na mwingine amepata matatizo lakini sio favor, ni kiboko. Tofauti yake ni nini? Huyu aliyopata matatizo katika hali ya kuwa Allah amemfeva, atadili nayo kwa namna inayoingiza thawabu. Atakuwa na subira, hatokasirika, atakuwa ameridhika. Matatizo ni makubwa, lakini nafsi yake utaona imepokea, na sio makubwa kihivyo kwenye nafsi yake. Na mtu ambaye ameletewa matatizo kama majanga, hayo matatizo ndio yanampeleka motoni, ndio ataenda nayo kwa waganga, atakosa subira, atasema maneno mabaya ya kufuru. Yani unaona hayo matatizo yanampeleka motoni. Yani ukisoma unaona asali matatizo yanampeleka motoni. Hiyo adhabu hiyo.
na neema kadhalika inaweza kuwa ni adhabu na inaweza kuwa ni kheri. Alama ya kheri ni nini? Neema ya mali kwa mfano au ya cheo, unaona imekuwa ni msaada kwako kumwabudia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, hiyo ni kheri. Mali ambayo ni shari ni nini? Utaona ndio imekuwa msaada wa kuingiza madhambi. Unapata madhambi ambayo unaona kama sio mali hii nisingepata haya madhambi. Unakuta unaitumia tu kwenye vibaya. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anisamee, maana nikisomesha tafsiri natoka nje ya somo, naanza kutoa maelezo ya ziada kwa sababu yani nature yangu napenda nini kuzungumza kwa logic yani. Kwa hiyo nikiona baadhi ya faida nashindwa kuvumilia, natoka nje ya yani somo la tafsiri, natoa maelezo ili mradi ala kuli hali, ili mradi hayo ni masomo katika dini na yana faida. Darasa imekuwa ndefu kidogo, naomba tuishie hapa kwa sababu inakuja habari ya Nabii Musa alayhi salatu wassalam au manabii wengine. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadhabu bihi min qablu kadhalika natba'u ala qulubi almu'tadin. Thumma ba'athna min ba'dihi. Hii ni aya moja tu tunaweza tukaiunganisha na darasa yetu. Inazungumza habari ya manabii kwa ujumla waliokuja baada ya Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam kwenye aya moja tu basi, alafu ikaja habari ya Nabii Musa ambayo imezungumzwa, yani clip ya Nabii Musa ni ndefu. Allah anasema kisha tukatuma baada yake yani Nabii Nuhu rusulan, tukatuma mitume wengi, ila qaumihim, kwa watu wao. Allah katika rehema zake analeta mtume wa jamii yenu, analeta mtume wa jamii yenu, yani walikuwa wanaletewa mtume wa kabila lao. Itakuja hoja hapa, mbona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio wa kabila letu? Allah amesema ni mwenzetu kwa lugha nyingine, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, mtume binadamu mwenzenu, binadamu mwenzenu. Na ndio maana ikaja wa ila adina akhahum, wala hakusema mwarabu mwenzenu, alisema yani min anfusikum, ni binadamu mwenzenu. Na dalili kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa watu wote ziko nyingi. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, hatukukutuma isipokuwa kwa watu wote. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tumekutuma wewe ni rehma kwa walimwengu wote. Wa bu'ithtu ila kana al-anbiya yub'athuna ila aqwamihim, manabii walikuwa wanatumwa kwa watu wao. Alikuwa anataja nini mambo maalum, uyuniki wake Mtume sallallahu alaihi wasallam baina ya manabii, akasema manabii walikuwa wanatumwa kwa watu wao maalum. Wa bu'ithtu ila nasi kafatan, mimi nimetumwa kwa watu wote. Ni nabii mwenye cheo kikubwa zaidi. Nuhu alayhi salatu wasalam, Allah anasema baada yake tukatuma mitume ila qaumikum, kwa watu wao. Faja'uhum bil bayyinati, wakawaijia na uwazi. Risala ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ilikuwa iko wazi, sio kama imefumba fumba kuwatega watu waje wajikwae kwa sababu haiko wazi, sio waje waingie kwenye makosa ambayo hawayajui. Zilikuwa risala iko wazi. Na mtu kama neno hili lina faida nyingine. Kama mtu anasomesha, usifanye masomo magumu. Alhamdulillah, kwa sehemu kubwa walimu wa dini wako hivyo. Sisi tunaweza kufikisha somo gumu katika lugha nyepesi. Sio ufundi kuwa unafikisha somo katika lugha ngumu. Lugha inatakiwa iwe wazi, na ndio risala ya dini iko hivyo. Unajua Uislamu wanauelewa wasomi na wasiokuwa wasomi. Maamuma akielezwa jambo kubwa kabisa katika dini analielewa pamoja na maamuma wake huo, sio? Kwa hivyo risala, message za manabii wote zina sifa ya nini? Ya kuwa ziko wazi. Kwa hivyo dai katika da'wa yake achunge maneno ambayo yako wazi, asitafute misamiati migumu. Allah akasema hapa kitu cha ajabu.
baada ya kuwa watu hawa wamejiwa na mitume, akasema fama kanu liyu'minu bima kadhabu bihi min qablu, hawakuwa ni wenye kuamini kile ambacho wamekikadhibisha hapo kabla. Yani Allah alikadiria ugumu wa kuamini kwa watu hawa, kwamba hawawezi kuamini, wamefungiwa. Yani dawa iko wazi na mmeambiwa mnatakiwa muamini, alafu hawaamini. Sikiliza vizuri hapa, kwa sababu unaweza ukasema sasa hawa watu wanakosa gani? Kumbe Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewafungia. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewafungia kwa sababu wao wenyewe wamejifungia, sio? Kwa sababu wao wenyewe wamejifungia. Kuna klipu moja waga inachekesha, mtu anachukua mafuta anajimwagia, anatokeza mtu huko anajimwagia mafuta ili ajipige kiberiti, sio? Anatokea mtu huko na moto kabisa unawaka aje. Sasa wewe unapewa lile ambalo umelianzisha, na haya maneno hayakusemwa isipokuwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anataka atutishe. Sio matisho kama Kiswahili kina maana matisho ni matisho ya uongo. Haya ni matisho ya kweli. Allah amezungumza ili wanadamu waogope. Waogope nini? Kwamba unaposikia mafundisho ya dini usiyapige tarehe, nitakuwa mustaqimu baadaye nikizeeka, ngoja nile kwanza ujana, ngoja nitumie kwanza madhambi. Matokeo yake huwa Allah anafunga mlango wa watu. Kwa hivyo ameonewa, amejitakia mwenyewe. Kuna aya iko wazi inasema hivi, wanuqallibu. Tena tokea tumeanza kusoma tafsiri hizi, yani message hii imejirudia mara kadhaa. Wewe nani, kuna watu wanakumbuka, imejirudia mara kadhaa katika message zinazotisha kwenye Qur'ani. Ni Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kumfungia mlango wa imani. Sio kuambiwa kwamba imani yako haipokelewi tena, hapana, sio hivyo. Kuna kikwazo kwenye moyo Allah anajalia. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ulianza kuweka kikwazo. Kwa hivyo umeanza mimi namaliza, umeanza mimi namaliza, kama alivyosema katika kauli yake, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra. Tunageuza nyoyo zao, macho yao na nyoyo zao. Tunageuza macho kivipi? Yani ukiona hidayah huiangalii kwa jicho kama huu ni mwongozo. Njia nzuri unaiona, lakini huiangalii kwa jicho la kuwa ni njia nzuri. Kama vile tu wewe watu wengine wanaona hii ni kijani, wewe unaona ni nyekundu. Mfano wake ni kama huo. Wewe nini, fursa za hidayah huzioni, na moyo hauitikii hidayah. Man yuridi Allahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam. Allah akitaka kumuongoza mja anamfungua moyo wake. Man yuridi an yudhillahu, na yule ambaye anataka kumpoteza, yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fi sama, moyo wake unakuwa ni mzito. Lakini Qur'ani imesema kwa nini Allah ameufanya moyo ni mzito. Anasema kama lam yu'minu bihi awwala marra, kwa sababu hawakuamini mara ya kwanza. Yani Allah anamfanyia mtu hivyo hapo kabla anakuwa ameijiwa na muongozo, na kwa vipimo Allah anajua kabisa mja wangu hapa ameelewa. Sio kama muongozo ulikuja akuelewa. Allah anajua kwa vipimo vyake kwamba huyu mja, kwa elimu yake kwamba huyu mja ameelewa, na uwezekano wa kutekeleza upo, yeye akaacha uasi usio. Allah hii aya iko wazi, kama lam yu'minu bihi awwala marra, kwa sababu hawajaamini mara ya kwanza. Tulitumia neno moja lingine ndio zuri zaidi, kwa sababu hawakuamini on the spot. Kusema nitaamini baadaye, nitaamini baadaye. Je, kila ambaye anakataa hidayah mwanzoni baadaye hapati fursa ya kuamini? Inapatikanaga, lakini ndogo, nafasi zinakuwa chache. Wewe unataka kujiingiza kwenye bahati nasibu ya wachache?
yani wanaaminigi, lakini wanakuaga wachache. Aya hii ni kama kauli yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, alam yaani lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, hivi haujafika muda kwa wale walioamini kunyenyekea nyoyo zao kwa utajo wa Mwenyezi Mungu au kwa maneno ya Mwenyezi Mungu. An takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min alhaq, na nyoyo zao zinyenyekee kwa sababu ya materemko ya haki, sio? Akasemaje? Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu, wasije kama walio wakawa kama walio, yani angalieni msije mkawa kama hawa. Kina nani? Kuna watu walipewa kitabu hapo kabla kama ambavyo nyinyi mmepewa kitabu sasa. Fatala alaihimul amad, ukapita muda mrefu wakiwa hawakishiki kitabu chao. Sikusudi kushika kusoma, yani hawakipokei kwenye maisha yao, paka ukapita muda mrefu. Allah anasemaje? Faqasat qulubuhum, nyoyo zao zikawa ngumu. Nyoyo ngumu hapa ni kwa sababu mbili. Allah anazifanya ngumu, sababu hii ya kidini au sababu ya kisayansi. Ukilifanya jambo muda mrefu, sinakuwa ulevi wako. Mazoea hujenga tabia, kwa hiyo tabia inakuwa ni ngumu kuacha mpaka unakufa nayo. Allah akasema wakathiru minhum fasiqun, wengi katika hawa wa grupu hili ni mafasik. Ili neno wengi wao maana yake kuna wachache wao, ndio tunasema. Kwa hivyo aya hii inawapa moyo watu kwamba kuna nafasi, kuna mwanya upo, na wakati huu inawatisha kwamba nafasi ni chache. Hizo aya ni kama aya hii, na ziko nyingi katika Qur'an, nyingi sana. Ni kama hii, angalia, Allah anasema thumma ba'athna min ba'dihi, kisha tukatuma baada ya nabii Nuh rusulan manabii ila qaumihim, kwa watu wao, faja'uhum bil bayinat, wakawaijia na hoja ya wazi. Fama kanu liyu'minu bima kadhabu bihi min qablu, hawakuwa ni wenye kuamini kile walichokadhibisha hapo kabla. Yani Mwenyezi Mungu hakuwa ni mwenye kuwapa taufiki, kwa sababu si walikadhibisha muda uliopita. Ile ni kama vile kama lam yu'minu bihi awwala mara, sio? Na kama vile Firaun kadhalika. Angalia sasa tafsiri hii, ina tafsiri hawakuwa ni wenye kuamini kile ambacho wamekikadhibisha hapo kabla. Kadhalika natba'u ala qulubil mu'tadin, hivi ndivyo ambavyo tuna atabu, ina maana ya kuziziba nyoyo. Tunaziba nyoyo, ina maana Allah alizifungia nyoyo ala qulubil mu'tadin, lakini si nyoyo za watu wazuri ndio zikafungiwa, za watu wenye kuvuka mipaka. I say amna option hapa, ni kufuata ya Mungu tu. Ukijifanya mjanja, sababu huyu mtu anaona kama vile atamchezea game Mwenyezi Mungu, kwamba sasa hivi nitakula maisha, nitafanya madhambi, nitachuma bila kuchunga mipaka, baadaye nitarudi. Ambia utanichezea game mimi, haurudi. Allah anafunga na unabakia ni mwanya mdogo wa kurudi katika imani. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Azza Jalla atupe mwisho mwema, atuwafikishe katika khairi. Fala haula lana wala quwwata illa bihi, sisi hatuna ujanja wala hila za kuwa katika manhaji na katika njia iliyonyoka, isipokuwa kwa msaada wake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Watu wakiingia peponi watasema alhamdulillahi alladhi hadana lihadha, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuongoza katika haya, yani ametuongoza mpaka tumefika hapa. Unaweza kusema lihadha, yani ila hadha, alladhi hadana ila hadha, ambaye ametuongoza mpaka hapa. Wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, tusingeliongoka sisi peke yetu lau kama Allah hajatuongoza. Lakini ndio Allah anaongoza watu, lakini amesema na wewe jitahidi. Yani kama unataka mtu akuamshe akunyenyue, na wewe unajisupport. Allah atujalie ni katika hawa ambao wanajisupport, na yeye akawasupport na akawapa mkono. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم يسر كل عسير والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين برحمتك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما، فلا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين وبكرمك يا أكرم الأكرمين وبجودك يا أجود الأجودين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.